Sehemu ya 3. Baada ya kuondoka kijiji cha Makopo, Amani alipitia msitu mnene uliojaa miale ya jua iliyopenya kwa shida sana. Miti ilikuwa mirefu, yenye majani yaliyonyauka kana kwamba yalikuwa yakilia. Safari hiyo ilimchukua siku 2 hadi alipoona mwangaza mbele yake, akafika kijiji kingine kiitwacho Chalali. Chalali kilikuwa kimya sana alipokaribia, lakini alipokanyaga ardhi ya kijiji, alianza kusikia sauti za watu wakilia. Wanaume, wanawake, hata watoto wadogo, wote walikuwa wakitoka machozi bila sababu inayoeleweka. Ilikuwa ni kilio kikavu, kisicho na maelezo, kisicho na kelele nyingi, bali sauti ya huzuni ya ndani, kana kwamba mioyo yao ilikuwa imebanwa kwa miaka mingi. Amani alishangaa. Alimkaribia kijana mmoja aliyekuwa ameketi chini ya kivuli cha kibanda. Alimuuliza, "Kaka, mbona mnalia nyote? Kuna msiba? Njaa? Gonjwa?" Lakini kijana alijibu huku macho yake yakiwa mekundu, "Hatufahamu. Tunalazimishwa kulia. Tangu siku ile mti ule ulipoanguka kwa radi, hatujaacha." Amani alitazama upande aliokuwa akionyeshwa, na huko aliona mti mmoja mkubwa sana ulioanguka, lakini mizizi yake ilikuwa bado imechomeka ardhini kama moto uliokwisha. Matawi yake yalikuwa yakitetemeka kana kwamba kulikuwa na upepo, lakini hakuna upepo uliovuma. Mzee wa kijiji aitwaye Baba Tandu alifika kwa shida na kumweleza Amani kuwa mti huo ulikuwa ndio mti wa maisha wa kijiji hicho. Ulitumika miaka mingi kama sehemu ya tambiko, sala na maungamo. Lakini miaka 2 iliyopita, kijana mmoja aitwaye Simo alijaribu kuuchoma kwa moto kwa hasira baada ya kupoteza familia yake. Siku hiyo hiyo, radi ilipiga mti na kuuangusha chini. Tangu hapo, kila mkazi wa kijiji alianza kulia, si kwa hiari, bali kama adhabu. Amani alichukua muda kutafakari. Alikaa chini ya mti huo, akiyagusa magome yake kwa mikono mitupu. Alisikia sauti ya ndani kabisa akisema, walikuja kuomba, walikuja kulalamika, lakini hakuna aliyesikiliza sauti ya mti. Alilia yeye kwanza. Ndipo Amani akajua mti huo haukuwa wa kawaida. Ulikuwa na uhai wa kiroho. Kilio cha sasa kilitoka katika mzizi wa kiroho wa jamii hiyo, mzizi ambao uliachwa ukiomboleza peke yake bila mtu kumwomba msamaha. Usiku huo Amani alifanya tambiko. Aliwaita wakazi wote kwenye uwanja, akawashauri washike majani ya mti huo na kusema maneno ya toba, si kwa yale walioona, bali kwa yale walioshindwa kusikia. Aliimba wimbo wa msamaha kutoka milima ya Lebwa, usisahau kilio cha asili, usinyamaze kwa kisasi, usifunge moyo kwa uoga. Ghafla, upepo ulivuma kutoka mashariki. Mti ulitetemeka, kisha mizizi yake ikaanguka moja kwa moja ardhini. Machozi ya watu yalisimama. Waliangalia kila mmoja kwa mshangao, kana kwamba walikuwa wameamka kutoka usingizi wa miaka mingi. Asubuhi yake, Chalali ilikuwa na tabasamu kwa mara ya kwanza. Mama mmoja alimbembeleza mwanae bila kulia, na mzee Baba Tandu akasema, "Hatujawahi kukaa saa 2 bila kulia. Leo tumefurahia kwa mara ya kwanza." Amani alitembea hadi kwenye mti huo, akakata kipande kidogo cha gome lake na kukiweka kwenye begi lake la ngozi. Kisha, bila kelele, aliendelea na safari ya kuelekea kijiji ambacho nyumba huzungumza na watu kwa sauti ya waliokufa. Je, nini kitafata? Usikose sehemu ya 4.